Maana si hapa uchizi Vunga akafanya mambo Dar es Salaam. Akaweka uchizi mwingine tena huko. Inawezekana kwa sababu football imekuwa hivyo. Kuna watu wameweza kupindua matokeo. Mfano mzuri kama unawakumbuka John Galaxy dhidi ya Simba. Simba alishinda away goli 2-0 na mechi ya hapa akaanza kuongoza yeye. Ila kilichokuja kutokea the rest is history. Kwa hiyo inawezekana pia Young Africans akapindua matokeo kwa sababu ni goli moja na anaweza akapata zaidi ya goli moja kama timu itakuwa ina matumizi sahihi ya nafasi, kwa sababu hata mechi ambayo wamefungwa ni kutokuwa na matumizi sahihi ya nafasi. Wao walipata nafasi chache na wametumia nafasi zao, ila Young Africans wapata nafasi nyingi, walishindwa kuconvert kwa matokeo. Kuna nafasi alipata Andy Boyle kapiga kule alikogeukia yeye, ukiangalia kuna nafasi alipata Pacome Zouzoua. Kwa hiyo kuna vitu vinatokea alikoelekea. Yani alikoelekea ni kama mimi ambavyo nimemwelekea hapa Nasib. Narudisha mpira kule ulikotoka. Kwa hiyo kuna changamoto inatokea ni kwenye matumizi ya nafasi. Kwa hiyo kama wataweza kupunguza hicho na kuconvert hizo nafasi, naamini matokeo yapo, kwa sababu Benjamin Mkapa ni moja kati ya viwanja ambavyo sasa hivi imekuwa ni tanuri la moto kwa vilabu vingi barani Afrika. Wengi hawatamani kucheza mule ndani kwa sababu wanajua uwezekano wa kupata matokeo inabidi ufight kweli kweli. Namna ya wewe kuondoka hapa una chochote mkononi inabidi umefight kweli kweli. Kwa hiyo wanaweza kutumia advantage ya wao kucheza kwenye dimba la Benjamin Mkapa kama sehemu ambayo watu wengi wanahofia kuingia. Unaweza ukatumia ubora wa kikosi ulichokuwa nacho kuhakikisha timu inapata matokeo. Una wachezaji ambao wanaweza kukupa kitu kwenye dakika yoyote ya mchezo. Namzungumzia Pacome Zouzoua, moja kati ya wachezaji ambao wana vitu vingi, wanaweza kuirahisisha mechi kwenye mazingira yoyote. Clement Mzizo nimeona amepona. Urejeo wake pia kwenye timu inaweza ikaongeza kitu kingine tena kwenye eneo la ushambuliaji la Young Africans. Kwa hiyo kwangu mimi bado naamini Young Africans ana nafasi ya kuqualify. Kama atapunguza makosa kwenye eneo la ulinzi, ataboresha kwenye eneo la ushambuliaji. Bwana sawa, na Young Africans tayari wao wameshatangaza viingilio vya mechi yao. Mechi ambayo itapigwa Jumamosi ya Oktoba 25, ambapo viingilio mzunguko ni shilingi 5,000, lakini pia VIPC ni shilingi 10,000, VIPB ni shilingi 20,000 na VIPA ni shilingi 30,000. Mechi itapigwa saa 11 jioni tarehe 25 mwezi wa 10 uwanja wa Benjamin Mkapa. Hii ni mechi ya kufuzu. Wenyewe wameita jina la mechi ya kufuzu. Yaani mechi ya kufuzu. Baada ya kichapo sasa hii ni hatma ya mwelekeo wao. Bwana Ashraf, Benjamin Mkapa ikijaa, ikiflop, watu wakawa ndi kabisa. Patrick Mabedi Mtumbadi anaipeleka timu wakala wake makundi. Kwa sasa hivi Mabedi Mtumbadi ndio ana timu na ndio anaipeleka timu makundi. Tuko hapa. Yaani katika rekodi za Mabedi hajiandae kwamba niliipeleka Yanga makundi. Na unajua kabla Sharafa hajaongea, Engineer Harris pia aliwahi kusema anahitaji kuiona Young Africans ikicheza tu ya makundi msimu huu. Sasa tayari shughuli ishaanza kuwa ngumu, tayari sharubu zishaanza kung'ang'aniwa. Kwa hiyo Mabedi ana kazi ya ziada ya kufanya. Kwanza wanatakiwa kujua kwamba ni mechi ngumu. Yaani watu tu wafikayo wakaongea kirahisi kwamba ni mechi ambayo watu wanaenda kuqualify kirahisi. Sawa. Ni mechi ngumu ambayo Yanga anatakiwa kujipanga vizuri. Unaocheza nao wale ni wachezaji pia wana technical bench, na wachezaji pia wanafahamu kwamba Yanga wakiwa uwanja nyumbani nini kinatokea. Lakini haikuwa timu dhaifu, yani kukaa kusema no ni dhaifu kupitiliza kwamba unaweza kaenda ukapata alama 3 muhimu. Uliona mechi dakika 45 za kipindi cha kwanza walikuwa wanajaribu kumsoma Yanga, na baadaye wakaja kujua kwamba ni timu ambayo inacheza kwa mpira namna gani. Wenyewe walikuwa wako very compact nyuma kule. Yanga wakashindwa kuwafungua na wakapata goli. Second half wenyewe wakawa wanapush na wakapata goli. Kwa nini? Ni kwamba wanajua wanamtaja goli moja, goli ambalo halitoshi. Next time watakapokuja hapa watakuwa na ule uwezo wa kuweza kuzuia, kwa sababu walituonyesha kipindi cha kwanza kwamba wana uwezo wa kuzuia na timu sipate ifanyaje nafasi ya wao kufunga, na ndio kilichotokea kwenye kipindi cha kwanza. Kipindi cha kwanza hata mimi niliandika kwamba Yanga at least walikuwa wanapiga pasi, lakini changamoto ilikuwa ni kufanyaje kutengeneza nafasi na kuweza kuzibadilisha kwa magoli. Kwa hiyo Mtumbadi jambo lake la kwanza anatakiwa hakikisha kwamba dakika 45 za kipindi cha kwanza anaweka mpira wavuni. Wale wenyewe pia wanatengeneza nafasi, unajua. Yaani wana huo uwezo wa kuja. Na ile siku kama ungekuwa na finishing nzuri kule mbele, walikuwa wanapata zaidi ya goli moja mkomo. Yaani unaangalia walikuwa wanaenda golini wanapata, lakini wanapaisha. So ni mechi ngumu kwa Yanga, lakini tunajaribu kuangalia daraja la Yanga.
sawa, daraja huwa alichezi. Yani ukienda tu bwana, mimi daraja langu ni Yanga, watu watakufunga kama ambavyo walipoteza away. Sawa. But tunataka kuamini kwamba mentality za wachezaji pia na benchi la ufundi kila kitu kibadilike, kwamba kocha hayupo. Yani ni ile mechi ambayo nyenyewe mnajiorganize tu. Patrick Mabedi huyu hana kitu kikubwa zaidi cha kwenda kukibadilisha. Yani kwamba kwa hizi siku ngapi chache mpira hauko hivyo. Ni yani nyinyi wachezaji tu mnajiangalia wewe guys. Hii timu haitakiwi kuishia makundi. Yani haitakiwi kuishia kwenye hatua. Tunatakiwa tuishie makundi angalau tukatolewa huko mbele. Kwa hiyo Benjamin Mkapa mashabiki watajaa, lakini wachezaji wenyewe watakuwa naamini kwamba hii ni mechi ambayo tunatakiwa kwenda kupull up tuweze kupata matokeo. Mimi nikwambie kitu. Kwenye hii mechi kama Yanga itaqualify kwenda kwenye hatua ya group stage, haitokuwa issue kwamba ya coach amebadilisha kila kitu. Ni wachezaji tu wenyewe wameamua kupull up kwa ajili ya kwenda kuna ile wachezaji wenyewe mnajiorganize, jamani twende tukapambane. Kocha anaweza akabadilisha vitu vichache lakini sio moja kwa moja. Na ukiangalia daraja lile timu sio kwamba ni wana huo ubora kwamba bwana Yanga watastruggle to that extent. No, ushindano atakutana nao, lakini naamini Yanga nao uwezo wa kupull up wakapata matokeo. Ingawa pia wanawezekana wasipate matokeo kwa sababu tulishuhudia Yanga hapa msimu uliopita walikosa goli moja tu hapa kuweza kwenda kwenye hatua ya makundi ya robo finali. Unaelewa? Kwa hiyo hata wale jamaa wanaweza kaja na hiyo mindset. Hakuna mtu alikuwa anatarajia mkomo kwamba wale jamaa wanaweza wakaonyesha Yanga mpira ule. Yani achana tu kuwa na kocha kwamba kocha alikuwa bado hajatengeneza timu, si ndio? Lakini quality ya wachezaji iko pale. Kuna moment timu inaweza isiwe ina organization nzuri. Sawa, lakini moment ya mchezaji mmoja mmoja wakakuonyesha huo ubora kwamba bwana mimi Pacome naweza nikaamua mechi, mimi Edmund John, mimi Max Mzingeli, mimi Dombia, hicho kitu pia hakikuonekana. Kwa hiyo naamini mechi ya Jumamosi itakuwa ngumu na Yanga ataingia na ile push ya kutaka kubadili matokeo kwa haraka zaidi.